sisi tunaendelea kulinda raia na kulinda mali zao. Inawezekana mnaweza mkaona kama ni kifungo cha adhabu, lakini ukweli ni kwamba ni muda mfupi sana ili tuweze kukabiliana vizuri na ipasavyo na makundi haya ambayo yangeweza kuleta madhara makubwa sana katika nchi yetu. Huduma za jamii na hasa vyakula, watu wameendelea kulalamikia kwamba masokoni hakuna vyakula. Tumeweka utaratibu mzuri wa vyakula vinavyotoka mikoani. Tumeshazungumza mimi na mkuu wa mkoa wa Pwani na mkuu wa mkoa wa Morogoro ili kurahisisha magari yote yaliyobeba vyakula kupita kwa haraka katika njia hizo na kuingia katika mkoa wetu vizuri. Na kwa maana hiyo, vyombo vyetu vya dola ambavyo vimetawanyika katika sehemu kubwa ya mkoa wetu vitaendelea kuratibu kwa kushirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa na kamati zao wanaoijua mitaa yao vizuri, polisi kata, ili kuhakikisha kwamba huduma katika baadhi ya vituo vikubwa, kwa mfano masoko makubwa, maduka yaliyoko katika maeneo hayo, basi yanafunguliwa na bidhaa zinapatikana kula wanakochukua kwa jumla na kula ambako wanakwenda kuwauzia watu. Na ndio maana upatikanaji wa huduma kwa siku kama ya leo mtaona imeendelea kubadilika, kwamba huduma imeanza sasa tena kutolewa kirahisi zaidi pengine kuliko ilivyokuwa jana na pengine ilivyokuwa juzi. Ni wasihi tu kwamba pale ambapo mnadhani mnataka kuhitaji huduma, tokeni mkapate huduma, rudini tena kama ambavyo tamko la IGP linasema. Barabarani tumekaa na vyombo vyetu vya dola vimekaa sio kukutishia wewe, bali kuhakikisha unalindwa vizuri na unajieleza vizuri nia yako ni nini, na nia yako kama ni njema watakuelewa na utapata huduma yako na utarudi. Wale wenye maduka yao, mchana huu uzeni bidhaa zenu. Uzeni bidhaa zenu. Ni bora bidhaa yako hiyo imekwisha ili tujue unafikaje kwenye duka la jumla ambako umekuzoea. Uza bidhaa zako ili Watanzania wapate huduma. Kumekuwa pia kuna malalamiko kuhusiana na huduma kama za M-Pesa, huduma za kibenki. Tupo hatua ya mwisho kuhakikisha kwamba huduma zote hizo zinarejea katika hali yake. Wapo baadhi ya watu pia wanalalamika kuhusiana na mitandao ya internet. Tunafahamu miaka leo internet imejiconnect sana vitu vingi. Kwenye mabenki ni internet, kusoma email ni internet, na vitu vingine pia ni internet. Tunapokuwa tumepata jambo la dharura, lazima pia wote kwa pamoja tukubaliane kwamba tunashika kipi, tunaachia kipi. Tumeona kwamba ni vizuri sana kwa muda huu huduma ikawa ni hii ya kawaida ambayo haina connection na internet. Yote hii ni kwa sababu ya manufaa makubwa ya kiusalama, na ambayo wataalamu wa masuala haya, masuala ya national security vis-a-vis internet, access to internet, watatoa maelezo mazuri sana pale itakapobidi, kwa sababu si kila kitu cha kiusalama huwekwa wazi kwa watu. Kila jambo ufafanuliwa kwa mipaka yake, lakini ili hali kwamba Watanzania msipate madhara makubwa, na hasa Dar es Salaam msipate madhara makubwa. Huduma za hospitali zinaendelea kutolewa na tumekwisha na tumewekeza nguvu nyingi. Wale madaktari wote ambao wako pembezoni wanafuatwa, wale wanaoogopa wanafuatwa, wanakuja kutoa huduma katika hospitali zetu. Muhimbili, JKCI, Ocean Road, Amana, Mwananyamala, Temeke, kote huko kuna huduma zote za afya zinatolewa ili kuhakikisha kwamba kama mtu anaumwa au vinginevyo anapata huduma yake. Wapo baadhi ya watu pia wanalalamika kwamba wanataka kuhudhuria mazishi kwa ndugu zao ambao wamefariki kwa maradhi au vinginevyo. Basi wote hawa tumetoa utaratibu maalum kwamba wasiliana na mwenyekiti wa serikali za mtaa, halafu yeye ana mawasiliano yetu na tutakuongoza vizuri namna kufika katika ile maeneo yote ambayo umeyakusudia kufika, na naamini kwamba hautapata madhara ya aina yoyote. Barabara ambazo zilikuwa zimefungwa nyingi tumeendelea kuzifungua, na kuna zingine zilifungwa na sisi wenyewe, sio zilifungwa na wahalifu, zilifungwa na sisi wenyewe ili kublock mhalifu asiweze kufika kwenye maeneo yenye umuhimu. Kwa hiyo unapokuta njia imefungwa, njia zimefungwa, njia zingine zilifungwa na sisi wenyewe ili kumblock
adui asiweze kufika maeneo ambayo yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa taifa letu. Na statement kwamba jeshi la polisi linaua watu, mimi naomba niwaeleze jambo moja. Nimeangalia habari zinazorushwa na Al Jazeera, nimeangalia habari zinazorushwa na BBC kuhusu mambo yaliyopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Yatatolewa na vyombo vya habari vya Tanzania. Hapa nipo Channel 10, itatolewa Channel 10, itatolewa TBC, itatolewa East African TV, itatolewa Wasafi TV, itatolewa Crown TV, itatolewa IOTV, itatolewa Global TV. Vyombo vyote vya habari vya ndani vitahusika na utoaji wa taarifa zilizo sahihi, ambazo hazina mlengo wa kichochezi, hazina mlengo wa kugawa taifa, wala hazina mlengo wowote mbaya, bali mlengo wa kuwaweka Watanzania pamoja na kushusha taharuki inayoweza kuwepo. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, watu wengi wanatamani sana amani hii pengine ingechafuka sana, na wakati fulani sisi kama Watanzania wana Dar es Salaam huwa tunaweza kuingia kwenye mkumbo huo bila kutafakari. Leo nadhani mmeona kwamba kumbe sisi wana Dar es Salaam tunapaswa kuwa mabalozi wazuri. Niliwahi kuambia, tukipachafua Dar es Salaam, meli haitashusha mzigo, haitashusha madawa, wala tukipachafua Dar es Salaam, mazao ya kilimo kutoka mikoani hayataingia Dar es Salaam. Ndiza zitaingia, mchele hautaingia, maharage yataingia, sukari hazitaingia. Leo nadhani mnaungana mkono na mimi kwa kile nilichowaambia awali kwamba tukifunga njia za Dar es Salaam, Dar es Salaam ndio lango kuu la kiuchumi. Mazao ya ndugu zetu kutoka vijijini yanakuja kuuzwa Dar es Salaam, sio kwa sababu wanatupenda sana, ni kwa sababu tuko wengi tunaweza kununua mazao hayo. Leo hii mizigo kutoka China, kutoka kwenye viwanda vikubwa duniani, inakuja kwa meli kuja katika bandari ya Dar es Salaam ili iweze kushusha hapa, iweze kwenda kwenye mikoa mingine. Hayawezi kwenda. Leo hii mafuta yanashuka hapa Dar es Salaam pale KOJ1 na KOJ2, kwa maana ya Kurasini Oil Jet 1 na Kurasini Oil Jet 2. Inashuka meli na zinashusha mafuta. Haya mafuta hayawezi kwenda mikoani kama tukiwa Dar es Salaam tumepafunga. Na kuruka nyepesi, hata gari yako leo unaweza kuona kama haina mafuta, na pengine unaweza ukaambiwa mafuta subiri kwanza. Ni kwa sababu ya jambo hilo. Sasa tuwe wote mabalozi wazuri wa amani, na hiki kilichotokea kwa siku mbili kikawe somo endelevu. Waingereza wanasema iwe ni transferable lesson leo na mpaka kesho, ili mtu yoyote ukisikia jambo hili uwe ni balozi mzuri wa kuiambia serikali ili tuweze kuchukua hatua. Mwisho, kwenye mahoteli, kwenye magesti, kwenye lodge, kwenye nyumba kadhaa,